asifiwe. Niwakaribishe nyote tuianze ibada hii, baada ya siku ya Bwana ya tatu katika Majilio, na tuianze katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hadi tukiwa tumesimama, naomba tuweze kusoma somo letu la wito, Zaburi ya 22. Zaburi ya 22, mstari ule wa 22, tutakoma wa 31 pale mwishoni. Zaburi ya 22, mstari wa 22 hata ule wa 31, tutasoma kwa kupokezana. Akina baba tutaanza kusoma, akina mama mtatupokea. Kwa Utatu Mtakatifu, akina baba tuanze. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnayemcha Bwana. Kurasa wa utaratibu wetu wa ibada, kurasa wa 250 kwa 332. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba auishe miili na roho zetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Hivyo basi na tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya Amen. Mungu Zaburi na antifoni, ukurasa ule wa 279 katika majira ya Majilio. Furahi sana e binti Sayuni. Furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu. Inueni vichwa vyenu enyi malango,
Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, na je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kama kanisa turudie mstari. Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Amen. Naomba tukae. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote tunapenda kutafakari neno lake. Amen. Alimwambia usiende kuambia watu. Watu wanamuuliza, imekuwaje? Umefanyaje? Umefika hapa. Anasema, mimi sijui aliyeniponya ni nani. Ana sura gani? Ana rangi gani? Ninachojua mimi nimepata kufanya nini? Kuona. Unajua watu wanaweza kutafuta vitu kwenye maisha yako. Watu wanaweza kutafuta vitu kwenye kazi yako. Watu wanaweza kutafuta vitu kwenye familia yako, lakini hawawezi kupata kile ambacho Mungu amekiandaa kwako. Na ndio maana wakati mwingine usitake kujibizana na kila mtu. Mwambie jirani yako usijibizane na kila mtu. Kwa sababu gani usijibizane na kila mtu? Kwa sababu liko neno la Mungu kwako. Neno hilo ambalo Bwana ameliachilia, anataka yeye ajitukuze kwako kupitia familia yako, kupitia watoto wako, kupitia kazi zako. Mungu anataka ajitwalie utukufu. Na anajitwalia utukufu kwa namna gani? Kwa kile na kila mmoja nacho Mungu amembariki. Tumebarikiwa kwa vipawa vingi. Amina wapendwa. Vipawa hivi tunavitumiaje? Vipawa hivi tunavitumiaje? Warumi ile sura ya 10 mstari wa 17. Kionekane kwa wengine. Ni lazima imani ionekane. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine tunaambiwa inua imani yako ili Mungu ajitukuze. Na tunaambiwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaweza kuwa na maombi mengi na unaona hayajibiwi. Je, umeinua hiyo imani mbele za Mungu? Umeinua hiyo imani kumtafuta Mungu? Umefanya juhudi kiasi gani ili Mungu akutendee kwenye maisha yako? Umefanya bidii kiasi gani? Na yamkini wakati mwingine tunafanya bidii ili watu wengine watuone, sio Mungu watuone. Unaimba kwaya kwa ajili ya nani? Unasifu kwa ajili ya nani? Yale unayoyafanya ni kwa ajili ya nani? Ukijiuliza swali hilo, ni lazima utainua imani yako ili Mungu ajitukuze kupitia wewe. Hutakuwa na ile roho ya kukataa kwamba mimi siwezi kulifanya. Waimbaji wale wenye sauti, utasimama kwa miguu yako, kwa sababu unajua iko nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yako. Iko nguvu ya Mungu inayokusaidia ufike hapo uliko. Iko nguvu ya Mungu inayokuwezesha usonge mbele. Lakini tunaambiwa ili imani iweze kuimarika, ni lazima tulisikie neno. Na tunaambiwa imani inakuja kwa kulisikia neno na kutembea kazi. Usikie kelele nyingine, usisikie sauti nyingine, maana sauti ya kuisikia ni sauti ya Yesu tu. Naye anasema kondoni nao wakiisikia sauti yangu watanifuata. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiona mtu anatoka kwenye ibada na anasema jamani, ibada ya leo imepoa, aliyepoza ni nani? Umepoa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio sababu ya ibada kupoa, kwa sababu nguvu ya Mungu haiko ndani yako na huwezi kupokea majibu wala mahitaji ulio kuzunguka mahali pengi. Tunaweza kutangatanga mahali pengi kutafuta nguvu ya Mungu. Watakuja watu makundi na makundi kusema kwamba huku kuna Mungu, huku kuna Mungu, lakini usikutane na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakwambia hapo ulipo hakuna nguvu ya Mungu. Huyu baba aligundua kwamba wanafunzi wameshindwa kumponya, lakini hakukata tamaa, akamwendea Yesu. Sasa majibu ya Yesu anasema ukiweza, yote yanawezekana kwake aaminie. Ndugu zangu, hakuna neno gumu kwa yule mwamini aliyejenga misingi yake katika Yesu Kristo. Yesu kupitia Injili ile ya Luka anatuambia tuitengeneze njia ya nani? Na tunyoshe nini? Itengenezeni njia ya Bwana na inyosheni nini? Mapito. Nyosha mapito. Kumbe wakati mwingine kabla hujaanza kutangatanga kutafuta huku yuko Yesu, huku yuko Yesu, angalia maisha yako. Angalia mapito yako. Angalia jinsi unavyotembea, jinsi unavyofanya. Ndivyo ni kutengeneza mapito yetu. Tengeneza njia yako, tengeneza mapito yako, na nguvu ya Mungu itaingia ndani mwako. Amina. Usibabaike,
unaihangaika, ufalme uko wapi? Labda uko kaskazini, labda uko magharibi, labda uko mashariki, lakini Yesu anawaambia ufalme wa Mungu nao hapa, uponyaji wako uko hapa. Inua imani yako, maana Mungu anafanya kazi kwa kadri ya nguvu. Ikubali kutengeneza mapito yako. Ni lazima ukubali kutengeneza njia zako ili nguvu ya Mungu iingie kwenye maisha yako. Yohana anapotoa wito huu anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, maana kila vilima na milima vitaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu yuko Bwana mwenye nguvu ambaye anakuja, na asubuhi ya leo anasema hakuna neno lililo gumu. Huyo Bwana ni mwenye nguvu. Ndugu zangu, Yesu anawaambia msifadhaike enyi kundi dogo. Hamjui kwamba Mungu yupo naye atatenda kwenye maisha yetu. Tunaweza kuwa tunaishi maisha ya mafadhaiko. Mwambie jirani yako, unafadhaika kwa mangapi? Wako watu wanafadhaika kwa mambo mengi. Ukikaa ukijiangalia familia ulio nayo, ukiangalia vitu ulivyo navyo, hali ya uchumi ulio nayo, inakufanya ufadhaike. Wakati mwingine unapotembelea mtu hajaja ibadani mara kadhaa, unakuta anakuambia, yaani mimi mwinjilisti, unajua nilipokuwa nakuja kanisani nilikuwa na hali nzuri ya kiuchumi, lakini toka mali zangu zimeondoka, moyo wa ibada haupo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kicho wao inakusukuma kuja kanisani sio moyo wa ibada, zilikuwa ni fedha ulizo nazo. Nakwambia haijalishi fedha zikiondoka, mambo mengine yataondoka kwenye maisha yako, lakini Mungu anasema yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi vile ulivyo navyo vikaondoka. Na mimi nampenda sana Ayubu, anasema hata kama mali zangu na vitu vyangu vimeondoka, lakini bado ninalo tumaini kwamba yule aliyeianzisha kazi njema ndiye atakayeifiwe. Maana yake Mungu aliyeianzisha kazi njema kwenye maisha yako ndiye atakayeitimiza. Wewe inua imani yako. Mwambie jirani yako, inua imani. Inua imani ili uweze kukutana na Mungu. Mwambie jirani yako, inua imani yako ili uweze kukutana na Mungu. Tatizo unaloliona wewe linakutesa ni gumu. Hata kama madaktari wamekwambia ndivyo, lakini Mungu yuko ambaye anasema kwenye kila eneo ambalo ni njema, yeye Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usizingirwe. Wakati mwingine adui analeta vitu mbalimbali, Mungu anasema analeta vituko mbalimbali kwenye maisha yetu. Lengo lake kubwa ni kuondoa nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hana neno jingine. Na yeye akishaona ameondoa nguvu ya Mungu kwako, sasa anafurahi. Anaenda kujitambia kwa Mungu, anamwambia, umeona sasa? Kale kama mama kajifanya anakimbia na Biblia fellowship, kako wapi leo? Bwana Yesu asifiwe. Kamedondoka kwenye uzinzi. Kale kama mama. Yaani anaenda na kamba, ana bidii. Inua imani yako. Hata ukiwa kwenye changamoto, inua imani yako. Na nimewaambia wakati mwingine majaribu na mateso mengine yanakuja kwenye maisha yetu ni kwa sababu ya milima na vilima vilivyo ndani ya mioyo yetu. Wengine mmejitwisha watu. Amina. Wako Wakristo ambao wamebeba watu ndani ya mioyo yao. Hiyo ni milima. Yohana anakuja leo na ujumbe, itengenezeni njia. Vilivyo ndani yetu vinapunguza nguvu ya Mungu. Hivyo vilivyo ndani yako vinaondoa uwepo wa neema ya kuvusha kwenye hili. Hakuna Mungu anayekaa katika uharibifu. Hayupo. Mungu anataka watu waliokubali kutengeneza njia zao. Mungu anataka watu waliokubali kuinua imani zao ili wakutane na majibu ya Mungu kwenye maisha yao. Na mlima wetu wa kuinua imani ni mahali hapa. Unapohisi kuchoka, nenda mbele za Mungu. Unapohisi kuzidiwa, nenda mbele za Mungu. Unapohisi mahangaiko, nenda mbele za Mungu. Mungu yupo naye anatamani kujibu mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mwenzetu Hezekia alipohisi kuchoka na magonjwa, alipohisi kuchoka na maradhi, akamwambia Mungu, ninakukumbusha mimi nilikuwa natoa sadaka. Mungu, mimi nilisimama kama mfalme kutimiza wajibu wangu. Naomba leo Mungu ukaniponye na haya, ukanitoe katika haya. Ndipo Mungu anamwambia, kwa kuwa nimeona. Kwa kuwa nimefanya nini? Anamwambia nitakuongezea. Muulize jirani, wewe ukiwa umechoka unamwambia nini Mungu? Sasa kuna watu wakiwa wamechoka, unapata wamama wengine wakiwa wamechoka na kero za waume zao. Sasa
Anaweza kaanza kuomba Mungu, anasema huyu mwanaume muondoe afe kabisa huyu. Afe kabisa. Afe. Kwa nini? Ndio nataka Mungu akujibu. Hatuna Mungu wa namna hiyo. Mimi napendwa. Yaani maombi yako Mungu anasema leteni hoja zenu zenye nguvu ili mpate kupewa haki yenu. Mungu anataka hoja, hataki malalamiko. Mungu hataki umbea. Mungu anataka nini? Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu tengeneze mume wangu. Hiyo ni hoja. Sio unajua Mungu hata kama mwanaume kaze tu Mungu anataka hoja. Anataka hoja. Unapoenda madhabahuni kwa Bwana, ungujika, peleka hoja, usipeleke malalamiko. Wana wa Israeli walipolalamika, Mungu mahali pengine aliamuru ardhi iwameze na wasiingie Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia umebeba nini moyoni mwako kinachoondoa nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Wakati mwingine mahitaji ambayo Mungu anataka kujibu anashindwa kwa sababu ya yale uliyoyabeba. Wengi wetu tumebeba roho ya manunguniko, roho ya malalamiko, lakini yuko Yesu ambaye anatuwezesha tuvuke hizo roho za malalamiko, roho za manunguniko. Mahali pengine nilikuwa nashangaa sana wana wa Israeli. Mungu amewawezesha watoke katika utumwa, lakini wanapofika mahali jangwani wanamwambia, unajua Musa, kule tulikuwa tunakula matikiti, kule tulikuwa tunakula nini? Nyama. Leo umetuleta huku tulaje mikate kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi vumilia mtu yeyote aliye mwenye malalamiko, hajawahi vumilia. Amina. Mungu anataka watu wenye hoja, watu wenye hoja. Na ukiona mtu analalamika sana, maana yake ndani yake nguvu ya Mungu haipo. Imani imeondoka. Wengine kuna msemo unasema debe tupu likidondoka linafanya nini? Ili kudondosha debe tupu linafanya nini? Lazima lipige kelele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ukienda mbele za Bwana unalalamikaga tu, unajua Mungu, familia yangu imechoka, hali yangu ya uchumi haifai. Angalia na huku, hao wananisema Mungu hataki hayo. Mungu anataka kile ulicho nacho ndani ukipresent, ukipeleke kwa hoja. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, peleka hoja. Ndugu zangu, Hezekia anapoenda mbele za Bwana aligundua kwamba kumbe katika utumishi wowote, utumishi wa aina yoyote, tunajiwekea hazina. Nimesikia mwinjilisti hapa na baba mchungaji wakiendelea kutuhimiza kwa habari ya ahadi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine jua kila unachokifanya unaweka hazina yako ya baadaye. Amina wapendwa. Unaweka hazina yako ya baadaye. Mungu atakujibu siku ya uhitaji wako. Amina. Kwa nini? Unasema Bwana, angalia sala, angalia sadaka, angalia na matoleo ninayokuletea kila wakati. Na wakati mwingine tunapoenda mbele za Bwana na ahadi zetu, tunamwambia Bwana, utusaidie katika hichi nilichokuahidia. Mungu linda familia, Mungu linda mifugo, mazao nikipanda shambani yasiharibiwe na wadudu. Kwa sababu yuko Mungu, yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Jamani, tusichukulie kwa kuweka nadhiri zetu kwa Mungu, kwa sababu hapo ndipo mafanikio yetu yalipo. Mwambie jirani yako, mafanikio yamebebwa na sadaka. Kwa hiyo wewe unatoa tayari kutusaidia. Bwana yuko tayari kututendea, lakini anataka tuanze ndani mwetu. Anataka tuonyeshe nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi mahali pengine anasema, sisi baada ya hayo yote tulikuwa tukifurahi kwa sababu Bwana ametutendea mambo makuu. Tunatamani mwakani, miezi kama hii, turudi madhabahuni kwa Bwana, tumwambie Mungu tuna furaha. Bwana, tunakushukuru kwa sababu umetutendea mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo makuu hayo ni yapi? Maana yake Mungu anaweza kukuponya magonjwa yako. Mungu anaweza kuinua uchumi wako. Mungu anaweza kukuvusha hata kwenye hatua ambayo unahisi kwako ni changamoto. Ndugu zanguni, saa iliyokubalika ni sasa. Saa ya kufanya matengenezo ili nguvu ya Mungu iishi kwako ni sasa. Usiyumbe yumbe wala kulegea legea. Simama kwa miguu yako na unaenda mbele za Bwana, unamwambia Mungu, niko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Niko tayari, unitumie kama upendavyo. Nguvu yako iingie ndani yangu ili Bwana nikutane nawe. Bwana atubariki sana. Amen. Bwana atubariki. Amina. Naomba kanisa tusimame. Naomba tuimbe kwa dakika 2 tu wimbo wa kuabudu. Twende mbele za Bwana tukaitike wito. Tumwambie Mungu tuko tayari.
Haijalishi kuna vitu gani ndani ya mioyo yetu. Hujampokea Yesu. Hebu karibu kusogea mbele ili tuweze kuomba pamoja. Kati yao fanya matengenezo kwao, bila nia, bila uharibifu, bila maneno yaliyonenwa juu yao. Bwana, siku ya leo ninapiga kwa jina la Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu, ninaharibu kwa jina la Yesu, ninaachilia utisho wa damu ya Yesu upite katikati yao, ninaachilia utisho wa damu ya Yesu upite katikati yao. Ikiwa yuko mama mmoja hapa anahangaika na roho ya magonjwa, Bwana ninakataa kwa jina la Yesu, Bwana ninakataa kwa jina la Yesu, Bwana ninakataa kwa jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu ipite katikati yao, ipite katikati yao, ipite katikati yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana tunasema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili na hakuna neno lilogumu mbele zako. Amen. Tunakuja mbele zako asilia leo. Nimesikia neno lako Bwana, ninaomba uniuishe tena. Ikiwa kuna mahali nimelegalega mpaka nguvu ya Mungu ikatoka kwangu, Bwana nisaidie. Ikiwa ni familia yangu, Bwana nisaidie. Ikiwa ni ndoa yangu, Bwana nisaidie. Ikiwa ni watoto wangu, Bwana nisaidie. Ninakataa kila udhaifu ulio ndani mwangu. Ninakataa kila maneno yaliyonenwa juu yangu. Ninakataa kila uharibifu wa adui uliopita katikati yetu, katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako ee Bwana, nipe nguvu ya kusimama kwa upya, nitembee katika kichwa na utakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Neno lako tulijue tu, tena Roho wako yatakuwa. Safari yetu
Bwana akubarikie na kulinda. Amen. Bwana akuangazie uso wake na kufadhili. Amen. Bwana akupe uso wake na kukupa amani. Amen. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tegemea atakufa, utapata wokovu. Bwana Yesu ni Mwokozi, yeye anatupenda. Uje kwake, sikawie, yeye atuokoa. Njoo upesi, njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Mungu asikie kuomba kwetu. Amen Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwashukuru sana kwa uvumilivu kwenye ibada hii. Basi wakati tunafika mwisho kabisa mwa ibada yetu, tutakawa sasa tunatoka, nikaribishe pambio. Karibu pambio ambalo litatoa mpaka pale nje.